mtu kwa mfano wake. Kwa mfano Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Genesis 2:18. Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyia kutoka katika ardhi kila mmoja wa msituni na kila ndege wa angani, wakamletea Adamu ili aone atawahitaji kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawa. Genesis 3:14-19. Genesis 3. Genesis 3:14-19. 14. 3:14-19. Genesis 3:14-19. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umemfanyia hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hawayani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbini utakula siku zote za maisha yako, nami nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke, na kati ya uzao wake na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa uchungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiyale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba nitakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudi ardhini, ambayo katika hiyo utatwaliwa. Kwa maana huu mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Anaitwa siku. Amen. In Genesis 1, God said, let us create mankind. Anaitwa siku. This term mankind, ukisoma pale juu alikuwa anasema wacha tuumbe, let us create. Akisema let the earth produce vegetable according to its kind. Anaitwa siku. Amen. Iko moja, anaitwa siku. Kwa hivyo when God was saying let us create mankind, si binadamu pekee yake, anaitwa siku. Aliumba na viumbe hata malaika walio juu, wanaitwa siku, kwa sababu hata wao wanafanana na Mungu, wanaitwa siku. Amen. That's what God said, let us create mankind, wanaitwa siku. Amen. So there is both that separation, wanaitwa siku. Amen. Malaika viumbe ama na viumbe vya juu mbinguni ikaenda juu, na binadamu akabaki hapa chini, wanaitwa siku. Amen. Wasomi wengi wanasema Biblia is like 2 chapters. Wanaitwa siku. Amen. 2 chapters. Moja ni creation, ya pili is the plan of redemption. Wanaitwa siku. Amen. Kwa sababu ukisoma Genesis 1 na 2 ni moja, kutoka 3 kuendelea ni redemption. Wanaitwa siku.
sababu kwa yote ni Mungu akijaribu kurudisha binadamu kwa wanaitwa siku. Amen. Kwa alipoumba na in Genesis 2 tunaona Mungu akiumba tena binadamu na akamwita Adamu. Wanaitwa siku. Amen. Nani? Kwa sababu tukisoma pale tumeona Mungu alifanya vitu zipite mbele za Adamu, wanyama, kila kitu. Then Adam was naming them. Wanaitwa siku. Amen. Who named Adam? Na including Adam. Nani aliita Adam? Kwa sababu the Bible says Mungu akafanya kila kitu kipite mbele ya Adamu. Ukisoma pale chini tena unasikia Adamu his name is right Eve. Let us see. The name Adam comes from the word Adama. Let us see. And Adama means the ground or the dust. Let us see. So, Adam. So Adam was named after the earth. Wanaitwa siku. So because tumesoma chapter Genesis 1:26 akasema let us create man and have dominion. Wanaitwa siku. So he was having dominion from what he named after. Wanaitwa siku. Kwa hiyo aliyeti kuoe. You have power right. Wanaitwa siku. Amen. Because Mungu akamwita Adamu after the earth. That is the word ground kama earth in Hebrew ni Adamu. Wanaitwa siku. Amen. That's why anapewa hilo jina Adamu. So that he can have dominion over everything. Wanaitwa siku. Amen. In second account creation, Genesis 2:18, Mungu anafanya Adamu alale ili amumbie mke. Wanaitwa siku. Amen. Anasema let us create a helper for him. Wanaitwa siku. Amen. And God causes Adam to sleep a very deep sleep na akamtoa ubani. Wanaitwa siku. Amen. Kwa nini Mungu hajiumba mwanamke kama vile alikuwa ameumba Adamu? Because God alikuwa na nguvu, si ndio? But in second account creation tunaona Mungu anafanya Adamu alale, anatoa mbavu, anaumba mwanamke. Anyone? Anaweza
Spirit of God was moving on service of that. Wanaitwa siku. Then when tumesoma Genesis 1:26, God has already given dominion to wanaitwa siku. Alikuwa amempa. Angerudi tena amnyang'anye wanaitwa siku. Because it's causing him to sleep, because the woman alikuwa ndani ya nani? Yake. Wanaitwa siku. Kwa maana tunaambiwa kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Wanaitwa siku. The three of them wanafanya kazi pamoja. Wanaitwa siku. And for the longest time, ukisoma the Old Testament, kuna bali tuko tunasikia the works of the Holy Spirit. Wanaitwa siku. Until Jesus came. Wanaitwa siku. Kile ilikuwa inafika pahali na ndiposa Mungu anasema let us create a help. Msaidizi. When Jesus was leaving this earth, aliwaambia aje wanafunzi, sitawaacha hivyo, nitawatumia nani? Msaidizi. Ni kusema hakuwa Roho Mtakatifu wa alikuwa. Lakini wanadamu walikuwa wanajua hivyo. Wanaitwa siku. Because God had already completed creation. So ilikuwa wake ya Adam kujua venye amefanya. Lakini akaona hata saidika haraka. Wanaitwa siku. And the family, Adam amelala, Mungu akamtoa, akiamka hivi anasema this is the bone of my bone. Wanaitwa siku. Kuuliza Mungu ametoka wapi? Alijua nani ametolewa ni mifupa yake. Alijua. Wanaitwa siku. Alijua. So, alikuwa amepewa dominion na kila kitu alikuwa nacho. So, whatever appears on earth, he must be involved. Wanaitwa siku. Lazima angekuwa involved. The other time, when you are talking about the altar, we are tulisema for any spirit to be legal on earth, lazima ifunguliwe na nani? Na mwanadamu. Wanaitwa siku. Holy Spirit, tukiangalia vizuri, soma masome, anasema Holy Spirit ana expression yake kama ya hauma. Wanaitwa siku. Kwa sababu tunaambiwa you can be forgiven any sin. Ama dhambi zote, lakini si ukimini when you sin against who? Holy Spirit. Wanaitwa siku. The same way, kiangalia masomo mengi anasema research for woman, it is very hard for woman to forgive. Anaenda na forgive pole pole. Wanaitwa siku. Aliposa anaambiwa Holy Spirit kana it is expression of a woman. Wanaitwa siku. Because when you sin against Holy Spirit, you are given. Hakuna Mungu. There is no discussion. Wanaitwa siku. Na ndiposa
asifiwe. Amen. What next? Nini ilifuata? Kwa nini? They sin against Holy Spirit. Wakadanganya roho wa Mungu. Na hapo anaulizwa, Bwana wetu asifiwe. Amen. Na kwa nini kama angepeleka ulizo hizi, nasema hapana, hizo zingine ni zetu, roho wa Mungu hangewauliza. Bwana wetu asifiwe. Amen. And God, tunasema God is the Father. God is the Father. Bwana wetu asifiwe. Amen. And a father is a provider, a protector. Bwana wetu asifiwe. Amen. A father provide, protect, na anafanya na wape is security. Bwana wetu asifiwe. And finally, Mungu wakati unaomba Mungu, God hatakui angalii ndani anamuomba. Bwana wetu asifiwe. Amen. Because he is the Father. Hata the sinner, hata wachai, hata nani, when call upon God, Mungu anaangalia. Nani amenipa? Nusu ya rangi. Bwana wetu asifiwe. Amen. Because he is the Father and provider and the source. Bwana wetu asifiwe. Amen. Akori nusu ya rangi. Bwana wetu asifiwe. But the Son of Jesus Christ, he only intervened to those who believe in him. Bwana wetu asifiwe. Tumeona one characteristic of God the Father is the provider, the source. One provider, the source, and what? Protect. Bwana wetu asifiwe. Those are the words of God the Father. God the Son, he only intervened to those who believe in him, to those who call upon him. Bwana wetu asifiwe. And God the Holy Spirit, he guides, counsel, teach. Bwana wetu asifiwe. To those who believe in Son, God the Son. Bwana wetu asifiwe. Tunaona Roho wa Mungu haezi kai mtu ambaye haamini Yesu Kristo. Bwana wetu asifiwe. Lakini Mungu husikiza kila mtu ambaye anamuita, because he is the source. Bwana wetu asifiwe. Those are the words of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. On Genesis 3:14-19, in the fall of man. Bwana wetu asifiwe. The fall of man. God, ukisoma pale, God did not curse Adam. Ama alimkasa. Good to somea na Genesis 3:14-19. Then Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya haya, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hawayani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Amen. Bwana wetu asifiwe. Amen. God cast the serpent. Bwana wetu asifiwe. Amen. He proclaimed a curse to who? To him. Kusome endelea. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake,
hao watakuponda kichwa na wewe utampona kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Kwa uchungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Jambo inasema to Adam he said, because you listened to your wife and you ate the fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground. In bracket, cursed is the Adama because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field by sweat of your righteous fear. God curses the earth, but not who? Adam. Kwa nini? Siangekazi venye alikazi nyoka. Yes. Bwana wetu asifiwe. God hangekazi venye alikuwa juu alikuwa na his bread. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo hangekazi venye hangekazi. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu ako na uhai his bread. Bwana wetu asifiwe. And God already alikuwa na plan. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu kuna pahali anasema akeje kido akawa wajipita mwisho. Bwana wetu asifiwe. God had already knew when kutaenda. Bwana wetu asifiwe. Na alikuwa ameanza mpango. Although he cast the ground, alikuwa na mpango. Bwana wetu asifiwe. And this plan ilikuwa ikuze bado from Adam. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu Christ alikuja katika ulimwengu, akakuja kuchukua funguo ama the dominion that Adam and Eve gave up. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu walipeana ya dominion. Bwana wetu asifiwe. Ndiposa ukisoma pale chini ya tulisomewa na kiongozi wa ibada, Christ said, I have given you power and authority. Bwana wetu asifiwe. Christ is giving back. Bwana wetu asifiwe. Christ is giving back whatever Adam used to have. Bwana wetu asifiwe. In Luke 22, that 44, Christ, the first thing Christ revealed, it was the Adam, not the Adam. Bwana wetu asifiwe. It was Adam, not the Adam. Kwa sababu ukisoma pale anaomba hadi jasho inabadilika ikawa nini? Matone ya damu. Bwana wetu asifiwe. Kumbuka pale Mungu alikuwa amemwambia kwa jasho utakula. Bwana wetu asifiwe. And earth was cast to produce bones. Bwana wetu asifiwe.
same ground, Christ anaomba kama amepiga magoti hadi jasho yenye aliambiwa atakula, wanadamu aliambiwa atakula, inabadilika inakuwa damu. Bwana sifiwe. Amen. Badala ya jasho kuanguka, damu ikaanguka ya kwanza. And the earth or Adama was redeemed. Bwana sifiwe. Amen. Akihoya na ruo rwingi, akihoya na ruo rwingi, otoria Christ, otoria Ngai erĩte mũndũ ũrĩithia na thĩ. Bwana sifiwe. So Christ was laboring for Adam or descendants of Adam. He had work, he had sweat. Bwana sifiwe. Badala ya jasho, God redeemed the earth. Bwana sifiwe. He redeemed the earth kwa ile damu, kwa ile jasho. Bwana sifiwe. Ndiposa hata Kristo wakati aliyekuwa msalabani era mwanadamu alishindwa. Bwana sifiwe. Agireshwa na timu ambayo ilishia akimamaye na Bwana sifiwe. Hapo mama na kamera yako nani? Bwana sifiwe. Ya kudawagia mehia. Not kudunia dumeto ya bila kurudi. So that this sacrifice that Christ is offering can be accepted. Bwana sifiwe. Etekeleke padole de hodi ni da kamera. Bwana sifiwe. Kosa. Even if binadamu hapitia very many challenges on earth, Christ paid it all. Bwana sifiwe. Paid it to the fullest. Kama hangelive the earth, bado tungekuwa na challenge. Bwana sifiwe. Because we come from Bwana sifiwe. So God had a plan to heal. Total, to give everything in totality. Bwana sifiwe. He had the plan to heal everything in totality. Because Christ, wakati damu ilifika chini, hatu Bwana sifiwe. Ukidhama hali hadi gomoteni, alesho kile yake denenge ile tukira kwa John. Tunaambiwa wakati nchi ilitetemeka, tunaambiwa ndike hiko. Bwana sifiwe. Tufuri tuke hiko. Bwana sifiwe. Kwa hiko kaniki. Tunakirekia mwaete, kirekia ndio Christ already paid. Bwana sifiwe. Oh, kwa moja bodi. Tunaanza kamera ya wengine. Dunia ndini ikimahingulira. Na tuira mmoja kaka the saints walionekana katika nchi ya Yerusalemu. Bwana sifiwe. Hadi hapo kuna swali. Kwa Sunday school sikuruye. Ile kesho
You are given the dominion. Si ukweli? Ulipewa Mungu na uwezo na mamlaka ya kuamuru vitu. Unaitwa siku. And remember, we talked about the other. Unaitwa siku. When human beings or wanadamu, they build an altar. They sacrifice to it, wanaitwa siku. And they call upon a spirit, wanaitwa siku. Na kama utafuata the rule of that spirit, sitikiona kuna wakati tuliwakuza tukasema, for we do not wrestle about with good and bad. But again, so they control. But you have the power over them. When you are kishindo, usiweza kusema Mungu atakupa. Ndio kile kwa hili nyako hili. Unaitwa siku. Hata ukisoma hizi Kings. Na wakati wana wa Israeli shingo wakapelekwa mateka na Syrians, wanaitwa Syria. And the king of Syria akachukua watu wengine akawapeleka Samaria, wanaitwa Syria. Watu walaani ndio ni makorago nisiba sigera sit mera wale makorago nisiba makaliyo wanaitwa siku mali yao nini na endelea masho kuja ripoti kule madhamaki au nilia au nilia. That is 2 Kings 17, 24 and 29. Sorry. 2 Kings 17, 24 and 29. Naye mfalme wa Ashuru akaleta watu kutoka Babeli na Kuza na Ava na Hamani na Safavaimu, akawaweka katika miji ya Samaria badala ya wana wa Israeli, wakaumiliki Samaria, wakakaa katika miji yake. Basi ikawa wakati ule ulipoanza kukaa huko, hawakumcha Bwana, na hiyo Bwana akapeleka simba kati yao, nao akawaua baadhi yao. Kwa hiyo wakamwambia mfalme wa Ashuru, wakasema, wale wa mataifa waliohamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Kwa hiyo amepeleka simba kati yao, na tazama, wanawaua kwa sababu hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Ndipo mfalme wa Ashuru akatoa amri, akasema, mpelekeni mmoja wapo wa makuhani mliowachagua kutoka huko, waende wakae huko, akawafundishe kawaida ya Mungu wa nchi. Basi mmoja wa makuhani waliochaguliwa kutoka Samaria wakaenda kukaa katika Babeli, akawafundisha jinsi ilivyowapasa kumcha Bwana. Lakini pamoja na
Lakini pamoja na hayo, watu wa kila taifa wakajifanyia miungu yao wenyewe, wakawaweka katika nyumba za mahali pa juu walipopafanya Wasamaria, kila taifa katika miji yao waliokaa. Anaitwa Sifiwe. Amen. Tumeona pale God was sending rise to the people. Anaitwa Sifiwe. Anatuma simba zikule watu ambao wamekuja katika nchi gani? It was dedicated to him. Anaitwa Sifiwe. That's why we dedicate even the presence of God. Tujue alikuwa anafanya nini. Anaitwa Sifiwe. Amen. Tujue hii nchi ilikuwa it was sacrifice ama ilikuwa it was offered to. Anaitwa Sifiwe. Amen. Because we saw for any spirit to be to run or to parade legally or not, lazima ikuwe na mtu ambaye anaishambulia. Unaitwa Sifiwe. Amen. Na ndiposa kama wewe kama mimi ni not dedicated to our things ama vitu zetu kwa Mungu, kuna wenye alikuwa amededicate mapema. Unaitwa Sifiwe. Amen. Ndiposa hata mtu akinunua kitu, hiyo she is supposed to dedicate it. Ningenda nimekulenga ile irani wewe kirega yako. Unaitwa Sifiwe. Si kusema ati Mungu anakuwa nayo, but it is you to invite him. Unaitwa Sifiwe. Amen. Nikiona kwa kufikia na mtu na kufikia niweenda. Kwa maana wao ndiposa kusoma Genesis tunaambiwa Isaac alipanda kukiwa na njaa na akavuka.